Leo tunaenda kupata neno la Mungu katika kitabu cha Malaki 3 mstari wa 6. Malaki 3 mstari wa 6. Nitasoma kwa neema ya Mungu Malaki 3 mstari wa 6. Malachi chapter 3 verse 6. Nitasoma. Biblia inasema, "For I am the Lord, I change not. Therefore you sons of Jacob are not consumed. Even from the days of your fathers ye are gone away from my ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, says the Lord of hosts. But you say, wherein shall we return?" Verses 8. "Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings." Verses 9. "Ye are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation." Verses 10. "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, says the Lord of hosts. And I will, says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive." Verses 11, the Bible says, "And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruits before the time in the field, says the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts." Amen. Amen. Na leo nitasoma kifungu kile ambacho tumekisoma, pia nitakisoma kwa lugha ya Kiswahili kwa neema ya Mungu nikitafsiri. Neno la Mungu linasema kwamba, "Kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamukuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkaiacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini nyinyi mnaniibia mimi. Lakini nyinyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mumeniibia katika zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Naam, taifa hili lote, leteni zaka kamili ghalani, ili ikiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa ajili hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kumwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mizabibu yenu haitapukutika matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Wapendwa, asubuhi ya leo Mungu anataka kunena na nafsi yako kuhusiana na jambo hili la fungu la 10, kwa sababu tunaishi katika nyakati ambazo wanadamu wamepata uhuru wa kuuliza maswali na kupinga neno la Mungu kama vile wapendavyo. Siku ya leo watu wanaoitwa Wakristo wamefika kiwango ambacho wanachagua katika Biblia sehemu ambayo wanasema ndiyo na sehemu ambayo wanasema hapana. Hata hivyo, siku ya leo swala hili la kupeana fungu la 10 katika nyumba ya Mungu linapingwa na watu wengi. Wapo watu wengi wanaosema siku ya leo kwamba Mungu aliwapa ufunuo tofauti, kwamba kanisa la leo halifai kupeana fungu la 10. Na je, swali ni kwamba hivyo ndivyo neno la Mungu linavyosema? Siku ya leo watu wengi wanapinga mafundisho ya kutoa fungu la 10 kwa sababu kitu cha kwanza, manabii wa uongo wametumia injili hii ya fungu la 10 kuwaibia watu. Mbona siku ya leo watu hawako tayari kutoa mafungu zao za 10 kwa uaminifu katika kanisa la kweli la Mungu? Ni kwa sababu kulikuwa na nabii wa uongo mahali ambaye alihubiri habari hii na akaitumia kwa sababu ya kuiba. Umewasikia manabii wengi wa uongo wakisema, siku hizi sitoe 10%, siku hizi natoa 20%. Umesikia manabii wa uongo wakisema, siku hizi nimebarikiwa sana, siwezi nikamtolea Mungu 10%, namtolea Mungu 50%. Sikiza mpendwa,
Neno la Mungu linasema kwamba unahitaji tu kutoa 10%. Hauhitaji kutoa 50%. Hauhitaji kutoa 20%. Hauhitaji kumuonga Mungu. Unahitaji kusimama tu na neno la Mungu na ujue kuwa Mungu amesema unahitaji utoe 10% tu. Nabii wa uongo anapokuambia kuwa yeye hutoa 50%, anakudanganya. Kwa nini? Anatumia hiyo mbinu tu ili akuchochee wewe ndio utoe zaidi. Anaposema kuwa anatoa 20%, ukweli wa maneno ni kuwa yeye hatoi 20%, bali anatumia hiyo njia ili kukushawishi wewe upate kutoa zaidi ili yeye apate kufanikiwa. Kwa hivyo tunaona kwamba jambo la kwanza linalofanya watu wasio waaminifu na kusimama na kazi ya Mungu na kutoa fungu la 10 ni kwa sababu kwanza wameibiwa. Umekuwa kwa kanisa ambalo umeibiwa. Ulitoa mpaka ukatoa na kibeti, ukatoa mpaka ukatoa na mwili wako, lakini baada ya kutoa, nabii huyo baada anakuambia anza kutoa 20% uone baraka zaidi. Hivyo basi limefanya watu wengi siku ya leo wamekuwa wagumu wa kuwa waaminifu na kumtolea Mungu. Lakini pia sababu ya pili inayowafanya watu wasitoe na wasio waaminifu katika ibada ya Mungu, katika kumtolea Mungu, ni kwa sababu Wakristo wengi siku ya leo hawana imani katika neno la Mungu. Hawaamini Mungu anapowaambia kuwa nipe tu 10% na zile 90% ni zako, nami nitahakikisha kuwa nimekutunza, nimekulinda, nimekulisha, nimemkemea mharibifu. Siku ya leo watu wanatumainia pesa zao. Mtu anaona ugumu sana kutoa 10%. Kwa nini? Kwa sababu hana imani. Mpendwa, unapojikuta kuwa una tatizo tu kutoa 10% katika nyumba ya Bwana, ujue kuwa hiyo ni sababu halisi ya Mungu kukutazama na kusema kwamba hauna imani na mimi, una imani na pesa zako. Unaona kuwa 100% itakulinda pasipo wewe kuona kuwa mimi nitakulinda kwa 10% tu. Kwa hivyo leo, kwa nini hautoi? Leo kwa nini hauna ile tabia ya kutoa fungu la 10 kati ya yale ambayo Mungu amekubariki nayo? Ni kwa sababu ya kwamba wewe hauna imani na Mungu. Hauamini Mungu anapokuambia kwamba nipe tu nitakulinda. Hauamini Mungu anaposema kwamba nipe tu nitamkemea mharibifu. Na hivyo basi unapopata chochote kile ambacho Mungu anakupa, bila aibu unakimeza chote. Kwa nini? Kwa sababu unaona kwamba hicho ndicho kitakulinda. Kwa hivyo tunaona kuwa sababu ya kwanza ya watu kutotoa fungu la 10 na kuwa uaminifu wa Kristo ni kwa sababu walidanganywa, wakaibiwa na manabii wa uongo. Lakini sababu ya pili ni kwa sababu watu hao hawana imani na Mungu. Lakini sababu ya tatu ni kwa sababu kanisa limejaa wezi. Kanisa limejaa wezi. Kanisa limejaa wakora. Neno la Mungu linawaita robbers. Neno la Mungu linawaita wanyang'anyi. Kanisa likijaa wanyang'anyi hawawezi wakamtolea Mungu, bali wanyang'anyi watazidi kutafuta mbinu ya kumwibia Mungu. Wanyang'anyi hawawezi wakakuwa waaminifu kwa Mungu, bali wanyang'anyi watatafuta jinsi ya kutoa kwa Mungu. Lakini kanisa likiwa na watu waaminifu, watajikusanya na kuona kwamba Mungu amenipa hiki, badala ya nimwibie, ninahitaji kufanya nini? Kumtolea. Amen. Naomba ujiulize katika moyo wako asubuhi ya leo, neno la Mungu linapozidi kuja kwako. Je, wewe ni mwaminifu ama wewe unahesabika katikati ya wezi ambao Mungu anawaita wanyang'anyi katika nyumba yake? Kwa sababu yawezekana wewe ni mnyang'anyi, ama kama sio wewe mnyang'anyi, basi wewe ni mwaminifu. Angalia Mithali 3 mstari wa 9. Proverbs chapter 3 verses 9. Proverbs chapter 3 verses 9. Biblia inasema, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thy increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.
Hiyo ni Proverbs chapter 3 verses 9. Neno la Mungu linasema namna gani? Linasema umuheshimu Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mpendwa, una uhakika kwamba katika mali yako wewe unamheshimu Mungu? Neno la Mungu linasema kwamba njia moja ya kumwonyesha Mungu ibada, njia moja ya kumwonyesha Mungu kwamba unamheshimu ni wakati tu unamheshimu pia na mali yako. Sio ibada ya maneno ya mdomo tu, sio ibada ya haleluya tu, sio ibada ya Bwana Yesu asifiwe tu, sio ibada tu ya nimekuja pastor tu, lakini ni ibada ile ambayo unasema nitamheshimu Mungu na mali yangu, anaponizidisha nami nitamheshimu, nitamuonyesha kwamba Mungu umenibariki, acha nami nikuheshimishe na baraka ulizonipa. Amen. Mpendwa, kutoa fungu la 10 hakumaanishi ya kwamba wewe unatafuta utajiri. Ukitoa fungu la 10 haimaanishi ya kwamba wewe unatafuta kukuwa tajiri, aliye na majumba, aliye na magari, aliye na vitu hivi vyote. Unajua manabii wa uongo wameharibu neno la Mungu. Siku ya leo watu wameambiwa kwamba ukitaka utoke kwa umaskini, toa fungu la 10. Ukitaka ukuwe na magari, toa fungu la 10. Ukitaka ukule mayai kila siku, toa fungu la 10. Ukitaka uvae suti, toa fungu la 10. Lakini hilo silo kusudi la Mungu anapotunenea sisi tutoe fungu la 10. Maana ya kutoa fungu la 10 ni kwamba tubarikiwe na Mungu katika viwango vyetu. Tunapotoa fungu la 10 ni kwamba tunamruhusu Mungu atubariki katika uchache wetu, katika udogo wetu na katika ukubwa wetu. Neno la Mungu linamkataza Mkristo kuwa mtu wa kutamani utajiri. Najua injili kama hiyo haiendi sawa na watu ambao masikio yao yanawashawasha, wanaopenda kusikia manabii wa uongo wakiwaambia vitu ambavyo vinaamusha hisia zao. Lakini unisikize leo kutoka katika kinywa cha Mungu. Mungu anasema kwamba mtoto wa Mungu, unapotoa fungu la 10, matarajio yako yasiyo utajiri. Matarajio yako yawe tu ni kwamba Mungu atanibariki katika udogo wangu, katika ukubwa wangu, na wala usifanye bidii ya kukuwa tajiri. Mbona siku ya leo watu wengi wanaacha kuja kanisani? Utajiri. Mbona leo hawaji? Utajiri. Mbona walali usiku? Utajiri. Mbona mchana wapumziki? Utajiri. Neno la Mungu linasema, mpendwa Mkristo, ujifunze kumtegemea Mungu kwa kila jambo. Anasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yote, na mambo haya mengine yote wewe utazidishiwa. Kwa hivyo unapokuwa unatoa fungu lako la 10, usitoe na akili ya kusema nataka niwe tajiri. Usimhonge Mungu, usimrubuni Mungu, usimfanye Mungu kuonekana kwamba ndicho kipato chako cha kutumia mbinu zako za ulaghai ndio uwe tajiri. Angalia Mithali 23 mstari wa 4. Proverbs chapter 23 verses 24. Proverbs 23:24. Neno la Mungu linasema, Proverbs chapter 23 verses 4, Proverbs 23 verses 4. Neno la Mungu linasema, labor not to be rich, cease from thy own wisdom. Will thou set thy eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wing, they fly away as an eagle toward heaven. Neno la Mungu linasema namna gani? Usijitaabishe ili kupata utajiri. Usijihangaishe mpendwa ili upate utajiri. Neno la Mungu linasema acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Je, utavikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujitengenezea mabawa, utajiri hujitengenezea mabawa, kama tai arukaye kwenda mbinguni. Wewe unayeng'ang'ana ili upate utajiri, neno la Mungu linasema kwamba utajiri hufika mahali ukajitengenezea mabawa, ukapaa ukaenda mbinguni, ukakuacha hoe hai. Kwa hivyo mpendwa, tusijitaabishe. Usifikirie kuwa unapotoa fungu la 10 basi utajiri utaingia.
Mungu ana hekima yake juu ya maisha yako. Mungu anajua mwanzo wako na mwisho wako. Mungu anajua mpango wa maisha yako. Kwa hivyo unapomtolea fungu la 10%, unatoa kwa uaminifu, ukijua kwamba maandiko yamesema nitoe, na Mungu amesema nikitoa atanibariki tu. Si kwamba nitakuwa tajiri, ananikataza nisijitaabishe kuwa tajiri, bali yeye atanibariki katika hali zangu. Amen. Amen. Unajua habari hii ya fungu la 10 hukwaza watu wengi sana. Habari hii ya fungu la 10 imewafanya watu wengi wanatoroka mafundisho ya Biblia. Habari hii ya fungu la 10 inawafanya watu wengine wanaona wachungaji waliotumwa na Mungu kuwa walaghai, lakini wako radhi kuambiwa wapande mbegu. Wako radhi kuambiwa kwamba wapeane bahasha special ya mchungaji. Wako radhi kuambiwa kwamba wapeane bahasha special ya mtumishi. Mbona siku ya leo ukitembea makanisani kuna bahasha tofauti tofauti? Kuna bahasha ya nabii, kuna bahasha ya mchungaji, na unaambiwa kwamba unahitaji uweke pale kitu speciali. Lakini sikia, katika neno la Mungu hakuna bahasha speciali ya nabii. Katika neno la Mungu hakuna bahasha speciali ya mtumishi. Lakini katika neno la Mungu kuna kutoa fungu la 10. Amen. Watu katika neno la Mungu walitoa fungu la 10. Kizazi hadi kizazi watu walitoa fungu la 10. But inamfanya Mungu siku ya leo, inamhuzunisha Mungu siku ya leo kuona kwamba kizazi chetu hakiko tayari kutoa fungu la 10. Vizazi vyote katika Biblia kuanzia kwa Adamu walitoa fungu la 10. Fungu la 10 inamaanisha ni takatifu kwa Mungu. Vitu vyote ambavyo Mungu amekupa, kuna utakatifu kwa vitu hivyo, na 10% ni kitu kilichotengwa na Mungu, ni kitu kilichotakasika na Mungu, ni kitu kilichotunzwa na Mungu, ni kitu ambacho hauhitaji kukigusa. Lakini mara nyingi sisi tunafunga macho na tunagusa tu. Tunasema Mungu anaelewa sina TV. Nasema Mungu anaelewa sina simu nzuri. Nasema Mungu anaelewa sijaenda saluni. Nasema Mungu anaelewa saluni ni 1500. Mbona nitoe shilingi 500 nipeane kwa Mungu, na Mungu anajua sijashuka kichwa changu? Mungu amesimama neno lake, na Mungu hataweka chini neno lake aelewe hali yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu acha tukaangalie katika neno la Mungu mifano ya watu waliotoa fungu la 10. Na tunaanza na kitabu cha Agano la Kale. Tuone, je, watu walitoa fungu la 10 ama hawakutoa? Mfano wa kwanza wa mtu aliyetoa fungu la 10 katika Biblia ni Adamu na mke wake. Inamaanisha kuwa kati ya vitu ambavyo Mungu aliwapa, walihakikisha au walihitajika kuwa wasiguse. Wakigusa inawaharibia maisha. Angalia katika kitabu cha Genesis chapter 2 verses 15. Mwanzo 2 mstari wa 15. Mwanzo 2 mstari wa 15. Biblia inasema, and the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and keep it. Verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day thou shalt eat thereof, thou shalt surely die. Neno la Mungu linasema nini? Kwamba Bwana Mungu akamtoa mtu huyo, kumaanisha Adamu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza na kukula vitu ambavyo Mungu alikuwa amempa. Bwana Mungu akamwagiza mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Matunda yote yaliyo hapa bustani una uhuru wa kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa wema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufanya nini? Utakufa. Uelewa hivi, Adamu na Hawa walipewa bustani wailinde, walipewa matunda wale, lakini Mungu alielewa kwamba kati ya hayo matunda waliopewa katika ile bustani 10% sio yao.
Asilimia 10 hawapaswi kugusa. Asilimia 10 hawapaswi kula. Wao wakaenda na ujuaji wao, wao wakaenda na kiburi chao, wakamsikiza mwovu shetani, akaja akawadanganya, wakakula sehemu ya 10 ya Mungu, sehemu ambayo Mungu aliwaelezea kuwa usiguse, utakapoila utakufa. Wao wakala. Ndio maana leo tuna mauti duniani. Ndio maana leo wanadamu tunakufa. Tunatamani tusiwahi kufa, lakini miaka 70 kufika unakufa. Korona inafagia watu, ukimwi unafagia watu, kila mtu anaogopa kifo. Kifo kilikuja kwa sababu ya watu wawili kukula asilimia 10 ya Mungu. Asilimia 10 ya Mungu ni kitu kilichotakasika. Asilimia 10 ya Mungu ni kitu ambacho ni cha Mungu. Unapokila unajilaani. Ndio maana katika Malaki wanaambiwa kuwa mmelaaniwa na laana kwa sababu mmeniibia mimi. Unapokula asilimia 10 ya Mungu, unakaribisha laana ndani ya nyumba yako, unakaribisha laana ndani ya ndoa yako, unakaribisha laana ndani ya watoto wako, unakaribisha laana ndani ya kazi yako, unakaribisha laana ndani ya mapato yako. Hili ndilo kosa ambalo Adamu na Hawa walifanya, na walipokula asilimia 10 ya Mungu, mauti yakaingia, laana ikaingia. Adamu akaambiwa, kuanzia leo utalima kwa jasho, ardhi imelaaniwa kwa sababu yako, utatoa kwa jasho ndio ule. Hawa naye akaambiwa, wewe mwanamke, wakati wa kuzaa utasikia uchungu, utalia kwa uchungu, na mume wako ndiye atakayekuwa hamu yako, naye atakutawala. Laana hizi zote zilikuja kwa sababu ya hao kukula asilimia 10 ya Mungu, kitu kilichokuwa kimetakasika. Amen. Amen. Kizazi kingine cha watu ambacho tunaona katika Biblia walitoa fungu la 10, walitoa asilimia ya 10, ni mtu anayeitwa Abeli. Angalia katika Mwanzo 4:4, Genesis chapter 4 verses 4. Genesis chapter 4 verses 4. Neno la Mungu linasema, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Neno la Mungu linasema namna gani? Kwamba Abeli naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamkatabili Abeli na sadaka yake. Hawa ni vijana wawili waliojitokeza kutoa sadaka mbele ya Mungu, Habili na Kaini. Neno la Mungu linasema Habili akatoa sadaka ya mapato yale ya kwanza, sehemu ya makusanyiko, sehemu ya baraka ambayo Mungu alimpa. Akachukua sehemu ya 10 akamtolea Mungu, Mungu akaikubali. Lakini Kaini naye akatoa masukuma wiki, vitu ambavyo alikuwa anavitumia kwa nguvu yake, naye Mungu hakuwa na heshima na sadaka ya Kaini. Unaposoma neno la Mungu, Mungu alikubali sadaka ya Abili kwa sababu Abili alitoa mwanakondoo aliyeashiria kuja kwa Yesu Kristo. Lakini Kaini, Biblia inamwita nabii wa uongo. Kwa nini? Kwa sababu alitoa vitu vya jasho lake kuashiria wokovu wa matendo, wokovu wa kazi, wokovu wa kusema kwamba nitawacha hii ndio niokoke. Naye Mungu akakataa sadaka ya Kaini, akakubali sadaka ya Abili, kwa sababu sadaka ya Abili ilidhihirisha kufa kwa mwanakondoo ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa hivyo tunaona kwamba mtu wa kwanza alihitajika kutoa, alipokosa kutoa akauawa. Mtu wa pili akatoa, Abeli, ikakubalika. Mtu wa tatu kutoa katika Biblia anaitwa Abrahamu, ambaye alitoa kwake Melkizedeki. Angalia Mwanzo 14:17. Mpendwa, ninakuonyeshea kuwa jambo la fungu la 10 ni culture ya watoto wa Mungu. Toa fungu la 10 ni mtindo wa kanisa la kweli la Mungu. Kutoa fungu la 10 ni kitu ambacho Mungu anazingatia. Nami ninakuonyesha kizazi hadi kizazi ambacho kilitoa katika machoni pa Bwana, ambacho kilitoa fungu la 10. Neno la Mungu linasema katika Genesis 14:17, Genesis 14:17, hapa inatuonyesha Abrahamu akitoka vitani baada ya kwenda kumwokoa ndugu yake Lotu aliyekuwa ametekwa nyara, na akatoka huko na vitu vile ambavyo alivipata vitani. Na alipofika, Biblia inasema kwamba akachukua sehemu ya 10 akaitoa kwa jamaa huyo anayeitwa Melkizedeki.
Biblia inasema, and the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Kedolema, and of the kings that were with him at the valley of Shaveh, which is the king's dell. Verses 18, and Melchizedek, king of Salem. Unapoona Salem inamaanisha Jerusalem. Melchizedek alikuwa mfalme wa Jerusalem. Brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which has delivered thy enemies in thy hand. And he gave him tithes of all. Melchizedeki alikuwa kuhani mkuu wa Mungu. Ndiyo alikuwa mfalme wa Yerusalemu, lakini neno la Mungu linasema kuwa pia alikuwa kuhani mkuu wa Mungu. Na Abrahamu alipotoka vitani alikumbuka jambo moja, kutoa fungu la 10 ya vitu vyote alivyovikuta huko, akampatia Melchizedeki aliyekuwa kuhani mkuu wa Mungu. Kwa hivyo ninakuonyesha kuwa kizazi hadi kizazi watu walifundishwa kutoa sehemu 10 ya Mungu. Walijua kwamba hii ni ya Mungu, hii ni takatifu, sifai kuigusa. Nikiigusa naleta laana, nikigusa naleta mashida, nikigusa naleta magonjwa, nikigusa naleta matatizo katika njia zangu. Mkristo aliyekomaa, Mkristo aliye tayari kutii neno la Mungu, yeye huishi maisha yake yote akijua kwamba fungu la 10 sio sehemu yangu. Tuone mtu mwingine tena aliyetoa. Kuna huyu jamaa anaitwa Yakobo au Jacob. Alipokuwa anamtoroka ndugu yake Esau, baada ya kumlaghai Esau akawa na hasira. Akasema nikimkuta tu nitammaliza. Yakobo naye akajua kuwa hapa nitamalizwa. Mama yake akampa akili ya kumwambia utoroke, uende kwa mjomba wako, maana ndugu yako ana kisasi na wewe, ndugu yako anakusudia kukumaliza. Yakobo alipokuwa anatoroka, akafika sehemu inaitwa Betheli. Akamwambia Mungu, ikiwa Mungu utanilinda, ikiwa utanipa mavazi ya kuvaa na unipe chakula cha kula na nirudi salama, mahali hapa hivi nitakutolea fungu langu la 10. Angalia katika Genesis 28:20. Mwanzo 28:20. Mwanzo 28:20. Neno la Mungu linasema, and Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and I will give me and he will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. Mstari 22, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the 10th unto thee. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kwa nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila atakalo nipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Huu ni wakati huu jamaa amekaa ujombani, sasa narudi, na najua kule nyumbani kuna ndugu yangu Esau na nilimkosea, lakini ikiwa yote yatakuwa shwari, na ikiwa nitapata amani na ndugu yangu, na nipate chakula na nipate mavazi, vyote ambavyo Mungu alivyonipa, jiwe hili naliweka hapa kama ishara ya nyumba ya Mungu, na vyote alivyonipa nitamtolea hapa sehemu ya 10. Mpendwa, unazidi kuona kuwa kizazi hadi kizazi watu walifundishwa na watu walijua kuwa ni sheria ya Mungu kutoa fungu la 10. Inakuwaje sisi leo hatutaki kusikia hayo? Inakuwaje sisi leo tunayafungia macho? Inakuwaje sisi leo tunayafungia masikio? Leo ukiambiwa fungu la 10 unaona pastor wako ndiye anakula. Leo ukiambiwa fungu la 10 unaona unaenda hasara. Ili hali tunaitwa watoto wa Mungu, na ili hali tunasema Biblia ndio maamuzi yetu, Biblia ndio mamlaka yetu. Biblia gani hiyo kama hauko tayari kuitii?
Angalia Numbers chapter 18 verses 20. Numbers 18:20. Hesabu 18:20. Mungu anasema, and the Lord spake unto Aaron, thou shalt have no inheritance in their land, neither shalt thou have any part among them. I am thy part and thy inheritance among the children of Israel. And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for inheritance, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. Verses 22. Neither must the children of Israel henceforth come nigh to the tabernacle of the congregation, lest they bear sin and die. Verses 23. But the Levites shall do the service of the tabernacle of the congregation, and they shall bear their iniquity. It shall be a statute forever throughout your generations, that among the children of Israel they shall have no inheritance. Verses 24. But the tithes of the children of Israel, which they offer as a heap offering unto the Lord, I have given to the Levites to inherit. Therefore have I said unto them, among the children of Israel they shall have no inheritance. Neno la Mungu linasema nini? Wakati wana wa Israeli wanatoka Misri wanakuja, yalikuwa ni makabila 12, lakini kulikuwepo na kabila linaloitwa kabila la Lawi ambalo lilitokana na Haruni, na makabila hayo yote yalipewa urithi walipofika katika nchi ya ahadi. Benjamin akapewa yake, Yuda akapewa yake, Dani akapewa yake. Lakini Mungu alipofika kwa kabila la Lawi au la Levi, akawaambia kwamba mimi sitawapa urithi wowote, kwa maana ya shamba, kwa maana ya milima, kwa maana ya mito, kwa maana ya misitu, lakini urithi wenu utatoka kwa makabila haya mengine, kwa sababu nimekuchagua wewe na nyumba yako kuwa kuhani katika nyumba yangu. Kwa hivyo Walawi hawakupata urithi wa mashamba, bali hao Mungu aliwahitaji wadumu katika nyumba ya Mungu, wakibeba makosa ya wana wa Israeli, na mafungu ya 10 yalikuwa yanatoka kwa makabila mengine yakiletewa Walawi katika nyumba ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hao walikuwa wanatumika katika nyumba ya Mungu. Hawakuwa na mashamba, hawakuwa na milima, hawakuwa na misitu, hawakuwa na uwezo wa kusema kwamba shamba letu linatoka hapa kufikia hapa, lakini urithi wao ulikuwa ndani ya hekalu la Mungu. Hao ndio waliokuwa wanatoa zaka mbele ya Mungu. Hao ndio waliokuwa wanaombea wana wa Israeli. Hao ndio waliokuwa wanahudumu katika nyumba ya Bwana. Basi Mungu akawaamrisha wana wa Israeli pamoja na Musa wahakikishe kuwa mazao yote yanapokusanyika watoe fungu la 10 na wapeane kwa wana wa Lawi. Amen. Mpendwa, nataka tuangalie mtu wa mwisho, kizazi cha mwisho kilichotoa fungu la 10. Hapa tuko katika Agano la Kale, na tukishamaliza kuangalia Agano la Kale, tuje tujiulize sisi Agano Jipya, Mungu anataka tutoe fungu la 10 ama hataki? Kwa sababu wengi leo wanasema kanisa la leo alifai kutoa fungu la 10. Ukipeana fungu la 10 unatajirisha pasta wako. Kuliko kutajirisha pasta wako, chukua hiyo pesa peleka kwa chokoroko town na Mungu atapokea. Je, ni haki? Ni haki kwamba usipeane fungu la 10 ili uende kupeana katika mji wa Nairobi? Ni haki kwamba usipeane fungu la 10 ili ujitajirishe mwenyewe? Mtu mwingine aliyetoa fungu la 10 pamoja na wana wa Israeli aliita Joshua. Jina lake lilikuwa ni Joshua. Angalia Joshua chapter 6 verses 18. Joshua chapter 6 verses 18. Na ningeomba sana unizingatie ninapokuletea habari za Joshua na kutoa fungu la 10, kwa sababu ndani yake utajifundisha kitu, na ndani yake utaona kama vile Mungu huzingatia sana neno lake, na utaona kama vile Mungu usimama na neno lake hadi akafika kiwango cha kufanya kile afanyalo ili hakikishe kwamba neno lake linatimia. Wito tatabu Joshua 6:18. Joshua 6:18. Tunasema, and ye in any wise keep yourself from the accursed thing, lest you make yourself accursed when you take of the accursed thing and make the camp of Israel accursed and trouble it.
But all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord. They shall come unto the treasury of the Lord. Nanyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu. Msije mkakitwaa kitu kilichowekwa wakfu baada ya kuweka wakfu. Ninyi mtakuwa nyinyi hivyo mtafanya matuo ya Israeli kuwa yamelaaniwa na kuyafadhaisha. Lakini fedha yote na dhahabu yote na vyombo vyote vya shaba na chuma na vitakatifu kwa Bwana, ni vitakatifu kwa Bwana, vitaletwa katika hazina ya Bwana. Nataka uelewe jambo moja. Wakati Joshua anachukua usukani wa kuongoza wana wa Israeli baada ya mauti ya Musa, mbele ya Joshua kulikuwa na vita 10 ambavyo walipaswa kuvipigana ndio waingie katika nchi ya ahadi. Na Mungu akamwambia Yoshua ya kuwa katika vita hivyo 10, vita vya kwanza watakavyoenda kupigana, chochote watakachochukua huko, mtu asikielekeze kwa nyumba yake, bali vyote vichukuliwe, dhahabu na kila kitu, fedha na kila kitu, vipelekwe katika nyumba ya Bwana, kwa sababu vile vita vya kwanza vitakuwa ni fungu la 10 kwa Mungu, ili wawe na uhakikisho wa kushinda vita vingine. Na kwa hivyo vita hivyo walivyokuwa wanaenda kupigana, walikuwa wanaenda kupigana na watu waliotoka Ai. Na Mungu akamwambia Musa, Mungu akamwambia Yoshua, mtakapokuwa mmepigana vita na watu wa Ai, mtawashinda. Lakini vyote mtakavyovipata huko, asiwepo mtu atakayevipeleka kwake. Vyote viletwe katika nyumba yangu, viletwe kama sadaka kwa nyumba yangu, maana ni vitakatifu kwangu. Ikiwa mtafanya hivyo mtashinda, lakini ikiwa mtafanya hivyo mtaangamizwa. Lakini licha ya kuwa Mungu kumpa Joshua hayo mamlaka na ushauri, wana wa Israeli walimkosea Mungu. Kijana mmoja katika kundi hilo la wana wa Israeli walioenda vita aliitwa Akani. Akani alishikwa na tamaa. Walipoenda vita akaiba dhahabu, akaiba fedha, akaiba vitu vizuri, akaficha ndani ya manguo yake, akapeleka kwa nyumba yake, na Mungu akaona, na Mungu akakasirika, na Mungu akaanza kufanya wana wa Israeli vita vilivyofuatia waliangamizwa. Angalia Yoshua 7 mstari wa kwanza. Yoshua 7 mstari wa kwanza. Biblia inasema, but the children of Israel committed a trespass in their accursed thing. Walifanya makosa kwa kile kitu ambacho Mungu alikuwa amesema wasiguse. For Achan, the son of Kami, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing. Alichukua kati ya vile ambavyo vitu ambavyo Mungu alikuwa amesema vizishikwe na viziguswe, visiende kwa nyumba yao. And the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Angalia hapa, Achan ndiye amechukua kweli, lakini hasira ya Mungu ikayeyuka juu ya wana wa Israeli. Mmoja ndiye amechukua, lakini hasira ya Mungu ikayeyushwa, ikapanda, sio juu ya Achan tu peke yake, bali juu ya wana wa Israeli. Kwa nini? Kwa sababu Achan amechukua sehemu ya 10 ya Mungu. Amechukua sehemu ambayo Mungu anasema hii ni yangu, mtu asiguse. Tuendelee kusoma verses 2. And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Bethel, on the east of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. Verses 3. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up and smite Ai. And make not all the people to labor thither, for they are but a few. Verses 4. So they went up thither, of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. Verses 5. And the men of Ai smote of the about 36 men, and they chased them from before the gate even unto Shebrim, and smote them in the going down,
Wherefore the hearts of the people melted and became as water. And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought these people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Would God we had been content and dwell on the other side of Jordan? O Lord, what shall I say when Israel turned their backs before their enemies? Wanaenda kupigana vita, wanaenda kukutana na watu wa Ai. Walipoenda kufanya upelelezi, wakarudi kumshauri Joshua kumwambia, hata uhitaji kupeleka watu wengi huko, watu wa Ai ni watu wachache, tutawapiga tu. Joshua akachagua wanaume 3,000 akawatuma waende wapigane huko. Badala ya kupiga hao ndio walipigwa, wakachinjwa. Joshua kuona hayo akaanguka kifudifudi, akalia kwa Mungu. Biblia inasema akajifunika na mchanga, akauliza Mungu, mbona umeruhusu watu wetu kufa, ili hali ulisema ya kuwa tutashinda vita hivi? Angalia mstari wa 10, uone vile Mungu anamjibu Joshua. Joshua 7 mstari wa 10. Mungu akamwambia Joshua namna gani? Mstari wa 10. And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest thou upon thy face? Mungu akamwambia Joshua, amuka, mbona unajilazalaza chini ya ardhi? Amuka. Verses 11. Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them. For they have even taken of their casting, and have also stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Amuka Joshua, amuka, mbona unajilazalaza? Kwa sababu Israeli imenikosea, Israeli imetenda dhambi, Israeli wamechukua kitu kitakatifu nilichowaambia wasiguse, na hata hivyo wamechukua, wamevificha katikati ya mali zao. Kwa hivyo kwa mambo mengine, Joshua anaambiwa kwa sababu ya kuuawa kwenu, na kwa sababu ya kuchinjwa kwenu, na kwa sababu ya nyinyi kupigwa na kushindwa, ni kwa sababu Israeli amenikosea. Amechukua kile ambacho hakupaswa kuchukua, amechukua, amekificha. Sehemu ya 10 ya Mungu. Na haya makosa Biblia inasema sio Israeli yote iliyofanya, ni kijana mmoja tu aliyeitwa Akani. Na baada ya Joshua kuambiwa maneno haya na Mungu, akaamua kuwatuma wazee wa Israeli waende wafanye uchunguzi kwa kila hema ya mwana wa Israeli. Wafanye uchunguzi, wajue ni nani huyo aliyeiba, ni nani huyo aliyechukua hivyo vitu, ni nani huyo anayetuletea haya maangamizi. Akawatuma akawaambia, fanyeni uchunguzi, toeni mizigo nje, angalia mpaka bedroom, angalia mpaka chini ya kitanda, angalia mpaka jikoni. Akipatikana mtu yule, tutamleta mbele ya Mungu, kwa sababu huyo mtu ndiye anayetusababishia haya maangamizi. Angalia mstari wa 20. Mstari wa 20 Biblia inasema, And Achan answered Joshua and said, Indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. Achan alipopata na hizo vitu, akasimama mbele ya Joshua, akaambia Joshua, ndio kweli nimefanya dhambi mbele ya Mungu, kwa sababu mimi ndiyo nimefanya hayo makosa. Mstari wa 21. When I saw, Achan anaongea, when I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekels weight, then I coveted them. Akana anasema nini? Akana anaambia Joshua, nilipoona nguo nzuri ya Kibabiloni, na nilipoona fedha, na nikaona dhahabu, nilivitamani na nikavichukua. Ndugu, kwa nini wewe huna fungu la 10? Si ni kwa sababu ya tamaa? Akani alitamani
nilichukua. Anaendelea kusema, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. Akani anamwambia Joshua, hivyo vitu nilichukua nimeficha chini ya mchanga katika hema langu. Ulipokuwa unaibia wazazi wako pesa kitambo, ulikuwa unaficha wapi? So ulikuwa unaenda kwa barabara hapo unachimba mchanga unaficha ndani. Kazi yako kila asubuhi kuangalia kama hiyo kijiti kama imetoka. Akani aliiba vya Mungu, akaenda akachimba chini ya ardhi, akavificha pale. Mungu akiwa anamuona. Mpendwa, unachokifanyia fungu lako la 10 usione kama Mungu haonagi. Pastor Paul haonagi, Joshua hakuona, Pastor Paul haonagi, lakini Mungu akiwa juu anaona na anakasirika. Kwa hivyo Joshua anasema nikavificha dhahabu, mavazi mazuri, fedha zote chini ya mchanga. Angalia mstari wa 22 chenye Joshua alisema ama chenye alifanya. Mstari wa 22. So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent, and behold, it was hid in the tent, and the silver under it. And they took them out of the midst of the tent, and brought them unto Joshua, unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. Akani alipokiri, Joshua akachukua vijana watumishi, akawatuma kwa nyumba ya Akani, wakaenda wakafukua hizo vitu zote, wakavibeba, wakaleta mbele ya wana wa Israeli, wakaleta mbele ya Joshua, na wakaleta mbele ya Mungu. Mstari wa 24. And Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wage of God, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them into the valley of Achor. Hawakuambia Akani basi tu tutakuombea Mungu akusamehe. Hapana. Kwa sababu Mungu alikuwa amemwambia Musa, yule atakayepatikana na hivyo vitu asiishi tena. Yule atakayepatikana na hivyo vitu aangamizwe. Wakati Akani amepatikana nazo, Biblia inasema Akani na familia yake yote, mpaka watoto wake, mpaka na mbuzi wake, mpaka na kondoo wake, mpaka na kila kitu chake, wakachukuliwa wakapelekwa kwenye bonde refu, wakatupwa ndani, bonde linaloitwa Achor. Verses 25. And Joshua said, why hast thou troubled us? Akani, mbona umetutaabisha? Wamemtupa ndani. Joshua akasongea bonde, akaangalia ndani, akamwambia Akani, mbona umetutaabisha? Akani, mbona umetusababishia shida? Akani, mbona umetusababishia maangamizi? Tumekufa kwa sababu yako, tumeuawa kwa sababu yako, tumeshindwa kwa sababu yako. Joshua anaendelea kumwambia, and all Israel, neno la Mungu linasema verses 25, and Joshua said, why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. Akani, umetuhangaisha, naye Mungu atakuhangaisha siku ya leo. Unajua wakati Akani hapo kwa bonde analia, wana wa Israeli wamezunguka hapo kwa bonde. Wewe unaelewa kwa nini hapo kwa bonde? Unafikiri atatoka hapo? Hatatoka hapo. Joshua anamwambia vile ulivyotuhangaisha, na Mungu atakuhangaisha siku ya leo. Biblia inaendelea kusema, and all Israel stoned him with stones, and burned them with fire. After they had stoned them with the stones, waliwatupia mawe, wakawaangamiza, hata watoto wadogo ambao hawakujua baba yao ameiba. Walitupiwa mawe wakaangamizwa, na hiyo haikutosha, moto ukawashwa juu yao wakachomwa. Uniambie kama 10% ni kitu ya kuchezea. Uniambie kama 10%, 10% ni story. Uniambie
Angalia kama Mungu anasema tu anyway. Akani ameondoka na watoto wake na mende zote na kila kitu. Chochote kilichoitwa cha Akani kilipelekwa kwenye bonde na akaangamia huko. Biblia inasema mstari wa 26, and they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Wherefore they say the name of that place was called the Valley of Achor unto this day. Mungu alipoona kwamba wamedili na Akani, alipoona kwamba wameangamiza Akani, Biblia inasema Mungu alipoa hasira yake. Mungu alitulia. Mungu alitaka tena kuwasikiza wana wa Israeli. Lakini kabla Akani hajaangamizwa, Mungu hakuwa anaongea na Musa tena. Kabla Akani hajamalizwa na watoto wake na kila kitu chake, hasira ya Mungu ilikuwa bado imepanda. Mpendwa, hata tusipoendelea, hata tukisema tuachie hapo, umeona hatari ya kutumia 10% ya nani? Ya Mungu. Mtu na watoto wake angamia, mtu na mbuzi zake angamia, mtu na kila kitu chake angamia, mtu na bibi angamia. Dada, ole wako kama umeolewa kwa mzee mwenye anaibia Mungu. Madhara utayaona, shida utaiona, utang'ang'ana, ung'ang'ane, hautafaulu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo umeona hivi vizazi vyote vilitoa fungu la, ama Mungu alihitaji watoe fungu la? Je, na sisi kabla hatujaangalia ikiwa tunahitaji kutoa fungu la 10 ama tuhitaji, tujiulize swali, je, fungu la 10 laweza kutolewa kama pesa? Kwa sababu siku ya leo watu wenye hawaelewi neno, mapua imepanda juu ya mdomo. Huwezi kutoa pesa leo. Wanaozoea walikuwa wanatoa pesa, walikuwa wanatoa kondoo na nini? Mbona mnatoa pesa leo? Fungu la 10 si Biblia. Angalia, ujinga ndio unakuua. Kaa chini ufundishwe. Chukua Biblia usome. Wacha kulala usingizi. Na kama hujui kitu, unyamazi. Unaambia ujinga ni kusema na kitu na hujui. Haujui chochote. Ukitaka kujua mtu ni mjinga, anaongea hata vitu zenye akiulizwa prove, hawezi prove. Je, fungu la 10 laweza kutolewa kwa mfano wa pesa? Ama ni lazima tu kama ni ng'ombe, ubebe tu ng'ombe kwa mabega ulete? Angalia Deuteronomy 14:22. Kumbukumbu la Torati 14:22. Kumbukumbu la Torati 14:22. Biblia inasema huu ni ushauri ambao Mungu anawapa wana wa Israeli. Anawaambia, thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year. Verses 23. And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there, the tithe of thy corn, of thy wine, of thy oil, of the firstlings of thy herds, of thy flocks, thou mayst learn to fear the Lord thy God always. So ukitoa fungu la 10 kwa njia nyingine, unajifundisha kumwogopa nani? Mungu. Kwa hivyo kama hautoi, inamaanisha humwogopi nani? Mwogopi Mungu. Verses 24. Biblia inasema, and if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it, or if the place be too far from thee, which the Lord thy God shall choose to set his name there, when the Lord thy God has blessed thee, verses 25, tusome wote verses 25, then shall thou turn it into money, and bind up the money in thy hand, and shall go unto the place which the Lord thy God shall choose. Kwa hivyo pesa ilikuwepo hiyo siku. Siku za kumbukumbu la Torati, Musa akiwa na hawa jamaa kutoka Misri, pesa ilikuwepo. Na kwa hivyo Mungu anawaambia, ikiwa kule mnaenda kutolea ni mbali, kwa sababu fungu la 10 halitolewi popote. Ukipelekea fungu lako la 10 halina baraka, unapeleka tu
mahali ambapo jina la Mungu limeandikwa, na ni mahali ambapo neno la Mungu linahubiriwa kwa ufasaha na ukweli. Leo kuna vyama vingine kwa TV kila saa tuma, kila saa tu ni wezi wakora. Neno la Mungu aliko hapo, jina la Mungu aliko hapo, lakini paybill namba, angalia hapa chini kwa TV, paybill ndio inakimbia. Tuma tu saa hii, tuma 107, tuma. Wezi wakora. Mungu anaambia wana wa Israeli, kule nitakalo waonyesha, kule nitakako waelekeza, kule ambapo jina langu limeandikwa, ikiwa kutakuwa mbali au ikiwa fungu lako la 10 litakuwa mzito kubeba, badilisha, uza, uilete kama pesa, na ubebe pesa zako kwa mkono, na ufanye nini? Na ulete. Bwana Yesu asifiwe sana. So wale parangana wa mdomo wa pesa iwezi kutolewa kama fungu la 10, I think hawajasoma hapa. Na sasa vile wamesikia, watanyamaza kimya. Swali ambalo tunajiuliza sasa, je, kanisa la Agano Jipya linapaswa kutoa fungu la 10 au hapana? Maana yake pangana huko nje wanasema haufai kutoa, Walawi walikufa, haufai kutolea Walawi tena, pasta wako si Mlawi, unatolea pasta wako, unamtajirisha. Je, tunahitaji kutoa? Hapana. Ujinga ni ugonjwa. Mpendwa, ignorance is a disease. Ujinga ni ugonjwa, na ujinga unatuletea ugonjwa. Tunaangamizwa na Mungu kwa sababu ya ujinga wetu, na tunakataa kutoa ujinga kwa sababu hatuko tayari hata kujifundisha neno la Mungu. Angalia Hebrews chapter 7 verses 5. Should the today's Christian give their tithes in churches? Je, sisi tunafaa kutoa fungu la 10 au hapana? Hibrania 7:5. Hebrews chapter 7 verses 5. Tutasoma mpaka mstari wa 11 ili uone Mungu akiongea kuhusu fungu la 10 kwa sababu ya kanisa la Agano la Jipya. Na tutaenda hada zaidi mpaka tuone ni nani huyu ambaye tunatoa kwake fungu la 10. Ni Mlawi, ni pasta, ni Yesu ama hakuna? Biblia inasema katika Hebrews chapter 7 verses 5, and verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba wakati huo wana wa Levi, Walawi, walipokea fungu la 10 kutoka kwa wapendwa wao, kwa sababu hao walikuwa ni makuhani. Hata hivyo walitoka katika viuno vya Abrahamu. Verse 6, but he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham and blessed him that had the promises. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba lakini baadaye kuna mtu ambaye hakutoka katika uzao wa Walawi, na huyo mtu naye alipokea zaka za Abrahamu. Huyo mtu aliitwa nani? Melkizedeki. Huyo mtu anayeitwa Melkizedeki alipokea fungu la 10 la Abrahamu, lakini yeye hakuwa Mlawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 7, and without all contradiction, the less is blessed of the better. And here men that die receive tithes, but there he receiveth them of whom it is witnessed that he liveth. Biblia inasema nini? Wakati huo watu walikuwa wanapokea fungu la 10. Waliokuwa wanapokea fungu la 10 ambao ni Walawi walikufa. Walikuwa makuhani ndio, lakini wakipokea, wakizeeka, wanafanya nini? Wanakufa. Lakini sasa hivi Biblia inasema kwamba yule anayepokea fungu la 10, kuhani mkuu, hafi tena, ambaye ni nani? Yesu Kristo. Neno la Mungu linazidi kusema, and as I may so say, Levi also, who received tithes, paid tithes in Abraham. Verse 10, for he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him.
If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron? Biblia inasema nini? Biblia inasema kwa sababu ya ukamilifu na kwa sababu ya utimilifu kunahitajika kuwe na kuhani mwingine ambaye anainuka baada ya Melkizedeki na sio kwa utaratibu wa Walawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mstari wa 12. For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Kwa sababu kumekuwepo na kubadilishwa kwa makuhani, kunahitajika tena sheria ya kutoa fungu la 10 ifanye nini? Ibadilishwe. Kumaanisha sheria ilikuwa inasema kuwa wakuhani wa Walawi au Walawi ndio walipaswa kupokea fungu la 10. Lakini sasa hawapo. Tufanye namna gani? Neno la Mungu linasema kwamba sheria ilibidi ibadilishwe. Sasa isitolewe kwa Walawi, lakini tena itolewe kwa kuhani mwingine. Amen. Mstari wa 13, Biblia inasema, for he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek, there ariseth another priest, who is made not after the law of carnal commandment, but after the power of endless life. Verses 22, look at verses 22. Biblia inasema, by so much was Jesus made a surety of better testament, and they truly were made priests because they were not suffered to continue by a reason of death. Verses 24, but this man, because he continued forever as an unchangeable priesthood, wherefore he is also able to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Neno la Mungu linasema nini? Sasa tuko na kuhani anayeishi milele ambaye ni Yesu Kristo. Sheria ilibadilishwa, kukawa na kuhani ambaye amekuja kwa mfano wa Melkizedeki, na kuhani huyu hafi, na kuhani huyu ni Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye sasa kanisa la Agano Jipya, mimi na wewe hatuhitaji kutoa fungu la 10 kupatia Walawi, bali tunahitaji kutoa fungu la 10 kumpatia kuhani asiyekufa, kuhani aishie milele, kuhani aliyetununua kwa damu ya dhamani, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo dada, ndugu, neno la Mungu linasema kuwa unahitaji kutoa asilimia yako ya 10 kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Amen. Lakini sasa unauliza, pastor, wapi Yesu? Tunapotoa hatuoni Yesu. Hatuoni Yesu akisimama hapa na kikapu akisema chukueni mnipatie. Inakuwaje tunakupatia wewe pastor? Inakuwaje tunatoa hapa kanisani na hatuoni Yesu akienda supermarket kununua mkate? Unajua siasa iko tu. Mtu akosi siasa. Mtu anasema kama ni Yesu basi nitamngoja aje kwangu nilifanye nini? Nitoe. Je, maandiko yanasema kwamba kwa vile hatumuoni Yesu tusimtolee? Angalia 1 Corinthians chapter 9 verses 11. 1 Corinthians chapter 9 verses 11. 1 Corinthians chapter 9 verses 11. Nataka nikuonyeshe jinsi ya kumtolea Yesu fungu la 10. Mpendwa, mafundisho haya hautayapata kwingine isipokuwa umekubali kukaa chini na uonyeshwe maandiko kutoka kwa moja hadi lingine, hadi uende nyumbani umeridhika na ujue kwamba sehemu ya 10 ni ya Mungu. Unahitaji leo kuitoa kwa Yesu Kristo. Biblia inasema katika 1 Corinthians chapter 9 verses 11, Wakorintho wa kwanza 9:11. Neno la Mungu linasema, if we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall not reap of your carnal things? Paulo anawanenea wapendwa, anawaambia ikiwa sisi tumepanda kwenu vitu vya kiroho. Mpendwa, nilivyosimama hapa kama mchungaji wenu
ninapanda kwenu vitu vya kiroho, ninashughulikia shamba lako la kiroho, mimi ndiye ninayepanda. Paulo anawauliza, ikiwa sisi tumepanda kwenu vitu vya kiroho, je, ni makosa tukivuna kwenu vitu vya kimwili? Amen. Ni makosa tukivuna kwenu maziwa? Ni makosa tukivuna kwenu sukuma wiki? Ni makosa tukivuna kwenu paipai? Mstari wa 12 anasema, if others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Angalia mstari wa 13 anasema, do you not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Verses 14, even so has the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Mungu ametakasa na Mungu ametia wakfu ya kwamba hao wanaohubiri Injili wapate mapato yao kutoka kwa Injili, waishi kutoka kwa Injili. Ndio maana wanapopanda kwenu vitu vya kiroho, ni jukumu lako kukumbuka kuwarudishieni vitu vya kimwili. Na watapata aje vitu vya kimwili kama hauwezi kumtolea Yesu fungu la 10? Na ndio maana Malakaya anasema, leteni fungu za 10 katika nyumba yangu ili kuwe na chakula. Maana mhubiri anayekuhubiria yeye hutegemea tu kile ambacho kinatokana na fungu la 10, kile ambacho kinatokana na the gospel. Amen. So when you tithe unto Jesus Christ, wakati unamtolea Yesu Kristo fungu la 10, kwa njia moja unapeana chakula kwa nyumba ya Mungu, ili wale wanaoitwa watumishi wa Yesu, wale ambao wameandikwa kazi na Yesu Kristo, Yesu awe na uwezo wa kwenda kwa hazina na awashughulikie mahitaji yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Natumai kuwa kuna mtu atatoka hapa na aseme, leo tumehubiriwa tu kupatia pasta, kwa sababu wanadamu ni wagumu. Neno la Mungu linasema kuwa moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu, ni nani awezao kuujua? Mungu peke yake. Yawezekana na hubiri hivi na kuna jamaa hapa anasema tu nitarudi tu kwenye nilitoka, kwenye tunapanda tu mbegu na tunasahau. Leo tumehubiriwa tu kutoa. Mpendwa, Mungu na akusaidie. Mimi nakusaidia wewe na Mungu akusaidie. Manake kuko watu wanaonanga hivi, hawaonangi hivi, wanaonanga hivi. Yaani wanakuanga confused. Ni kama vile ukiambia mtu hii TV naonyesha nini, kuna mwenye atakwambia naona uhuru, na mwingine atakwambia naona tu mtu, na mwingine atakwambia naona tu marangi zinapita. Watu hawaonangi the same thing. Kwa hivyo pia watu hawasikiangi the same. Ndio maana Biblia inasema mpanzi alienda kupanda, zingine zikaanguka njiani, zingine kwenye mwiba, zingine sijui njia, na zingine kwenye ardhi yenye rutuba. Inategemea wewe ni udongo wa aina gani. Mpendo, tunapoelekea kutamatisha, swali tujiulize, ni nini kitafanyika kwetu tusipotoa fungu la 10? Cha kwanza, umeshajifundisha na kijana aliyeitwa Akani. Amen. Lakini sasa kwa vile haujaelewa na kwa vile haujakuwa convinced na habari ya Akani, wacha tena tusonge kidogo tuone ni nini hufanyika tusipotoa fungu la 10. Turudi katika Malaki 3 mstari wa 8. Malaki 3 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. You are accursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring ye all tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, say the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to be received, to receive it.
Verses 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, says the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land, says the Lord of hosts. Neno la Mungu linasema nini? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Na wauliza, je, hamjamwibia Mungu? Wewe uliyekaa hapa unanitazama, wanamuuliza Mungu, tumekuibia kwa njia gani? Mungu anawaambia, mmeniibia katika zaka na matoleo yenu. Anawaambia, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba ya Mungu. Je, unajua kwamba hii nyumba ya Mungu inayoitwa Faithful Word Christ Church Nairobi inahitaji iwe na chakula? Lakini nikuulize swali, iko na chakula? Tuulizane swali, Brother John. Hii nyumba ya Mungu ina chakula? Haina chakula, haina. Pasta na goragoranga kwa mchanga hivi, aone kama zilianguka ama zilibaki. Mungu anasema, leteni zaka zenu na mafungu yenu ili kuwemo chakula katika nyumba ya Bwana. Na nasema mkimjaribu kwa njia hii, muone kama hatafungua madirisha ya mbinguni ili muwe na baraka zaidi, hata mkose mahali pa kuziweka. Mwingine anasema, na hii corona. Je, unajua kwamba kuna watu kwa hii corona bado wananishwa na Mungu? Unajua hivyo? Unajua kuna watu kwa hii corona hawajui hata kama kuna corona. Unajua kuna Kristo kwa hii corona ndio wakati ambao matawi yao yananawiri, hayanyauki. Kwa sababu gani? Wao hawakuchukua corona wakamwekea Mungu bila, akasema, Mungu, corona ni inafanya tunakuibia. Toa tu corona uone. Kabla ya corona si ulikuwa tu bado unamwibia? Si ulikuwa tu bado unamwibia kabla ya corona? Ndugu, ulipoanza kupata shilingi 100 ukasema, kutoa 10 bob kanisani kama fungu la 10 ni makosa. Wacha hiyo siku utaanza kupata 10,000. Ulipoanza kupata 10,000, moyo ukakuwa mawe. Yaani nitoe tu 1,000. 1,000 tu tawi hivi nitoe nipeleke kanisani. Kuna kitu kama hiyo. Tanunua TV. Unapokosa kutoa fungu la 10, unapokosa kutoa sehemu ya 10 kwa sababu ya Mungu, kitu cha kwanza unapokea laana kutoka kwa Mungu. Direct. Na hiyo si vitisho. Na mimi siko hapa kutisha. It's up to you to give, it's up to you not to give. Unapokosa kutoa, neno la Mungu limesema katika Malaki, kitu cha kwanza unapokea ni nini? Laana. Laana kazini, laana kwa ndoa, laana wapi? Laana kwa mifuko. Jua linawaka mpaka kwa mifuko, mpaka unajiuliza inakuaje saa hii. Laana jikoni, mende wanakula mpaka umewekea watoto. Laana kila mahali. Cha pili, unapokosa kutoa, chakula kinakosekana katika nyumba ya Mungu. Dada, unapokosa kuwa mwaminifu, ndugu, unapokosa kuwa mwaminifu, hakuna chakula kwa nyumba ya Mungu. Kwa hivyo chakula kinapokosekana kwa nyumba ya Mungu, pasta anafanya nini? Anatoroka kwa nyumba ya Mungu, anasema hiyo nyumba haina chakula. Anatoroka pia anaanza kufanya nini? Kujitafutia. Anapotoroka, kazi ya Mungu inaendelea ama inaanguka? Inaanguka. Natumai unaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Cha tatu, unapokosa kutoa fungu la 10, 10%, madirisha ya mbinguni ambayo iko na baraka zako inafunguliwa ama inafungwa? Inafungwa. Uliza watu hapa, wanapokeanga mshahara, lakini ukiuliza inafanya nini? Wanaenda tu kununua mikate wanakula, alafu wanabaki hivyo. Unapokosa kutoa 10% yako ya 10, neno la Mungu limesema tena, shetani huruhusiwa kuharibu mazao yako shambani. Kumbuka neno la Mungu lilisema unapotoa, Mungu anamkemea asisonge karibu. Unapokosa kutoa,
anaachiliwa, anafanya nini? Anatambaratiza. Biblia inasema anasababisha mpaka mazao shambani. Umepanda mahindi, yangali yamefika madogo, yameshatoa maua. Haya hajafikia hata kutoa na watoto, inatoa watoto wengine obuyende. Ukitoa hivyo unapata tu hiyo mtoto anakaa mkubwa hivi. Ukitoa maganda uangalie ndani, unapata tu mahindi mbili. Hivi tu. Hii ingine hakuna kitu, hii ni uso tu. Lakini unaona kama mahindi kamoja hapo juu, kama mahindi kingine hapa chini. Ubuyende. Si mbolea ilikosekana, si rotuba ilikosekana. Ni muovu aliruhusiwa kusababisha zifanye hivyo. Unapanda viazi, unaona tu matawi yanafanya vizuri hivi tu. Ukichukua panga uende uchimbe, unakuta tu mizizi kama mikogara. Hakuna viazi, hakuna kichwa, ni mizizi tu yani ni kama tiani. Hata hivyo viazi vilisahau kama kwamba vinafaa vitoe watoto. Mpendwa, habari hii ya ukweli wa kumtolea Mungu fungu la 10 si tamu kwa watu wengi. Na sijahubiri ili kwa sababu hautoi, na sijahubiri ili kwa sababu unatoa. Nimehubiri ili uone kuwa maksudi ya Mungu ni nini kuhusu wewe na mapato yako na fungu lako la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sio ukasema pastor amehubiri kwa sababu hatujatoa. Wewe hautoi, lakini kuna watu hutoa. Wewe haujukumiki, lakini kuna watu wanajukumika. Neno hili kama vile neno lingine wale linakukujia la kuhusu mambo na family planning, la kuhusu ubiri, la kuhusu mambo mengine, pia Mungu ni mapenzi yake pia akunenea kuhusu fungu la 10. Mpendwa, ukweli ni ngumu, lakini heri upokee ukweli na ukweli ukuweke huru. Labda matatizo mengi unapitia siku ya leo, si atulaaniwa na ulirogwa na mchawi. Labda tu ni kwa sababu wewe mkono yako ni ya binika mpaka kwa Mungu. Yaani unajua kuna watu, unajua binika lazima uinamishe nitoe chai. Kuna watu wanakaa mkono ya binika, kitambaa toe, umeinamisha, umelazimisha. Na tena akitoa, anatoa akisikia moyo unajikunja. Lakini ukienda kwake, sukuma Monday, sukuma mpaka Friday. Hakuna siku anakulanga na enjoy. Ndugu, acha nikwambie chenye kinafanyika kwa kusipotoa fungu la 10. Mungu amekupa 90% ujienjoy nayo, na wewe unaamua kula 10%. Kile ambacho hufanyika ni kwamba hiyo 10% inaharibu 90%. Ndio maana unakuta kwamba hiyo 90% badala ya kula mkate, badala ya ununue baiskeli, badala ya ushoye kwa nyumba nyingine nzuri, inaishia General Hospital. Mungu anasema, yaani 10% unashinda tu kutoa kitu kitakatifu kwangu. Okay, sawa. Suko Nairobi na umepata 15,000 Wacha nifungue diabetes, ugonjwa wa sukari uko kwa kukaa yako huko nyumbani. Unapigiwa simu, halo, ameuma meno kwa nyingine hata hawezi kula. Sukari imepanda. Tuma pesa. Mara moja 15,000 inaenda wapi? Ugonjwa. Nyumbani kwa ugonjwa. Pastor, hata ningepata mshahara ugonjwa, pastor kwa moyo akwambii, sasa ndugu tutaomba. Lakini pastor anajua, unajua nini? Uko mwaminifu. 10%, 10% itakuharibia biashara. 10% itakuharibia nyumba. 10% itakuharibia kazi. Mungu ataachilia mharibifu aingie tu kwa boss wako. Ukiingia asubuhi anakuchukia tu. You are the best worker. Wewe ndio unafanya kazi vizuri. Lakini kwa vile umekosa kumheshimu Mungu na 10% tu. Unajua Mungu ndiye alifanya shingo ya Farao kuwa ngumu. Biblia inasema hivyo. Anakuja tu kwa tajiri yako, anafanya tu shingo yako inakuwa ngumu. Anakuangalia, unakuanga tu mrembo siku zote. Lakini siku tu yenye Mungu ataruhusu shetani aingie kwa moyo wa tajiri wako. Na hii sikio yako inakaaje siku hizi? Mimi sitaki tu masikio kama hii hapa hivi. Ukiendelea hivi, ulinawa uso kweli. Umenawa, umejipaka vizuri, lakini anatafuta tu vikwazo na vikwazo na vikwazo na vikwazo mpaka lazima akufikishe ukutani. Mpendwa, 10%
ni mbaya kukula. 10%, narudia kusema, usije kwa Pastor Paul, niombeni ninunue gari. Tangaza neno la baraka. Tamuka tutema mate juu yangu, nipake mafuta. Mimi sina uwezo wa kutema mate, sina uwezo wa kukupaka mafuta. Nina uwezo wa kukuambia tu uwe mwaminifu kwa kile kidogo unapewa, naye Mungu atafungua madirisha ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si mimi najitakia, usione kama najitakia. Kwa sababu hata wakati kanisa hili halikuweza kunilisha, bado Mungu ananilisha. Ujue hilo, bado Mungu ananilisha. Mpendwa, nina uhakika haujawahi sikia Pastor Paul akikwambia tumeishiwa unga. Umewahi kusikia? Kwa hivyo Pastor Paul anaenda Job Monday, Mungu bado anamshughulikia mtumishi wake. Haya ninakwambia ni ya kukusaidia wewe. Haya ninakwambia ni ya kuepusha watoto wako kwa ugonjwa. Unapokea hivi 10,000, unaamua kula zote. Mungu anasema magonjwa ya kuhara kwa watoto. Watoto wanaendesha mpaka lazima wapeleke hapa kwa hospitali ya Bahati private. Registration peke yake 1,000. Haujaanza matibabu. Kupima damu 1,500. Hujaanza matibabu. Dawa ya kustopisha kuhara tasia ni bei ghali. Unatoka hapo, hata wewe mgonjwa ukirudi kwa nyumba wanakuambia akule vizuri, hauna hata pesa kumnunulia akule vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Natumia hii mifano kukuonyesha kuwa utazidi tu kuhangaika na kuhangaika na kuhangaika mpaka ile siku utasema, Mungu uniokoe na unipe imani ya kutosha ya kuamini kwamba unaweza ukanilinda kwa kutumia tu 10%. Amen. Unaweza ukanilinda kwa kutumia tu 10%. Tamani mbaya, tamani mwangamiza Akan. Kuko na watu wenye walisema nikianza kupata 1,100 nitatoanga tu 10,000 time. Alipopata akasema, yaani nipelekee pasta 10,000. Na TV kwa hapo wanasema smart TV ni 10,000. Mungu anaelewa. Suluhu potea. TV kwa nyumba. Unaweka hivi, umeme inatoka tu pingine huko. Inakuja na radi na waka tla. Inachoma paka na friji yako yote. Unaanza fundi repair. Ukienda kwa fundi ya repair, anakuambia hapa hivi, motherboard ndio ilichomeka, unahitaji ununue tu mpya. Mpendwa, jifundishe kujenga nyumba ya Mungu. Kujenga nyumba ya Mungu haimaanishi kwa tunahitaji mawe tuanze ukuta hapa. Haimaanishi kwa tunahitaji simiti hapa. Ndio wakati wa simiti utakuja, lakini hata kabla hatujaanza kutafuta simiti, unaweza kujenga nyumba ya Mungu kwa kuhakikisha kuwa nyumba ya Mungu ina chakula, kwa kuhakikisha kuwa nyumba ya Mungu ina sukari, kwa kuhakikisha kuwa nyumba ya Mungu iko na njugu, kwa kuhakikisha kuwa nyumba ya Mungu ina mafuta. Utaijenga nyumba ya Mungu hiyo. Na kuijenga nyumba ya Mungu, unapoanza kuijenga, Mungu atashughulikia shughuli zako. Amen. Tuangalie Hagai chapter 1 tunapomalizia. Hagai ya kwanza. Hagai 1:11. Na usikize vizuri sana vile Hagai anavyosema. Haya ni maneno ambayo Mungu amempa mtumishi wake Hagai kuyanena wakati ambapo Mungu anahitaji wamjengee kanisa, lakini kuna watu ambao wanasema huu si wakati wa kujenga kanisa, wakati bado. Biblia inasema Hagai chapter 1:1, in the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Hagai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek the high priest, saying, thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Verse 3, then came the word of the Lord by Hagai the prophet, saying, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and in this house lie west? Mtu hajaelewa. Neno la Mungu limemkujia Hagai. Mungu anahitaji watu wamjengee kanisa lake. Na watu hao wanasema
Wakati wa kujenga kanisa bado. Naye Mungu anawauliza, kweli kabisa, je, huu ni wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenye ziko na ceiling board, ziko na air conditioner, ziko na fridge, ziko na hiyo vitu yote, marashi, carpet inakaa kama nyasi mzuri, ukiingia ndani sound system unasikia umefika kule ulitaka ufike, ili hali nyumba ya Bwana inakaa ina west, nyumba ya Bwana inakaa imetafuka, nyumba ya Bwana inakaa haina mwelekeo, nyumba ya Bwana inakaa ni mapanya. Unajua hata panya hutembea penye kuna chakula. Unajua si rahisi upate panya kwa nyumba ya bachelor mwenye apikangi chakula kwa nyumba yake. Si kweli? Hata mende kupita mahali penye kuna kwanga na mwiko ya kupika ugali inalala kwa ukuta hapo. Ndio mende anapita akichunguza ugali ilibaki, anapita hapo. Biblia inasema, je, wapendwa, huu ni wakati wa nyinyi kukaa katika maskani mazuri. Umenunua vitu vizuri, umeviweka kwa nyumba yako, ili hali nyumba ya Bwana hata haina chakula, haina hata unga. Verse 5, Biblia inasema, now therefore thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Hivyo basi asema Bwana wa majeshi, angalieni njia zenu, chunguzeni njia zenu, njia zenu si nzuri. Asema namna gani? Angalieni verse 6. Anasema, you have sown much and bring in little. Mmepanda vingi, lakini saa ya kuvuna unavuna tu vidogo. Ushaona mtu mwenye anaenda kupanda mahindi gorogoro 3, saa ya kuvuna anavuna kikombe moja. Inafanyika. Mungu anasema, kwa vile mmeacha nyumba yake katika hali wasiwasi, hali sheki, hali tatanishi, mnapanda vingi, saa ya kuvuna mnaleta vingi. You eat but you have not enough. Mnakula na ni kama vile mnavyokula vinaenda tu kwa hewa. Hamsikii mnashiba. Yaani unakula mtura, unakula popcorns, unakula ngwashe. Yaani ukianza kutembea itasa yote tumbo inachukua, lakini ukifika kwa nyumba unasikia tu chakula. Mungu anasema mnakula lakini hamshibi. Unajua Mungu ndiye anasababisha hizo hali zote, kwa sababu kitu ya kwanza hukujifundisha kujenga nyumba yake. Biashara ya nyumba yake haiko kwa kichwa yako. Ni wewe tu. Hii carpet imezeeka, tuweke ingine. Hii TV siku hizi inasinya, tutafute, nasikia kuna ingine imetoka mpya. Hizo tu ndio biashara zako. Anasema namna gani? You drink but you are not filled with the drink. Dada, unakunywa chai ya maziwa tikini, lakini bado unasikia hujakunywa maziwa tikini. Unapika, yani unajua kuna watu ikifika ni chai hawaongezangi maji kwa maziwa. Amenunua vikombe 3, anaishi peke yake. Kazi yake ni kuchukua chocolate na kuongeza kwa hiyo maziwa. Anakunywa ikiwa chai tikini, lakini bado haridhiki. Anasema hapana, na kunywa vikombe 3, nafaa nianze na vikombe 5. Nasikia bado hapa hapajaridhika. Mungu anasema mnakunywa lakini hamridhiki. Anasema you clothe, you munavaa but there is none warm. Unavaa lakini usikii joto. Unanunua manguo ya kisasa ya mtindo yote, Nigerian, kila kitu, mpaka unavaa ile ya rokomanduli na anguka huko, lakini bado hausikii umeridhika, hausikii joto, hausikii umefika. Kwa nini? Kwa sababu nyumba ya Mungu iko katika hali tatanishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema namna gani? Anasema, and he that earneth wages to put it into a bag with holes. Na yeye apataye mshahara, wewe uliandikwa, unapokea mshahara ndio, lakini unaupokea na unaweka kwa mifuko iliyotoboka. Pastor, mshahara yangu hainisaidiangi. Sijui nimekaliwa huko nyumbani. Pastor, unafaa unifanyie anointing. Wapi?
Ni wewe. Shughuli ya nyumba ya Mungu ilitoka kwa kichwa yako. Nyumba ya Mungu haina food. Nyumba ya Mungu haina chochote, hata panya hawapiti ndani. Siku hizi siwaonangi hapo. Unajua kweli panya wamekuanga. Kuna siku nimekuja hapa nikapata panya imeulia hapo. Paka imeulia hapo, panya mkubwa. Tulipotoa viti, paka akajua no food in that house. Paka anakujanga. Uchi. Ninasema hata wewe mwenye umeajiriwa, hata wewe mwenye unapata mshahara, ukiupokea within 2 days hauna pesa, unaanza unachukua kalamu, nilifanyia nini? Tena ukumbuke nilifanyia, ukumbuke nilinunua mandizi ya 1000 na ukakula ukamaliza, unakeshia kwa tumbo. Yaani haukumbuki mpaka unaanza kuwa na stress, unaanza kupigana na bibi kwa nyumba, unaona kama bibi anatumia pesa vibaya. Hapana, mifuko yako Mungu alitoboa. Fanya kazi kabisa, pokea mshahara, weka kwa mfuko. Ni kama ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba verse 7, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Asema Bwana wa majeshi, angalieni njia zenu. Verse 8, go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, says the Lord. Look at verse 9. You looked for much, and lo, it came to little. Mulitafuta vingi, lakini baadaye vinarudi vinakuwa vichache. And when you brought it home, I did blow upon it. Na mlipovileta nyumbani, nilituma upepo nikapuliza vikaenda. Kitambo nilikuwa naenda kuona. Kwa naona nikiwa mtoto. Kwa mama wakienda kuanika njugu zao huko mlimani huko kwa mwamba. Wakirudi wanakuta hakuna. Kama ni ndege wamekula. Kama ni mtama upepo umepuliza umeenda. Biblia inasema, Mungu anasema kwa vile tumeacha nyumba yake katika hali tatanishi, hata vile vingi ambavyo mnakusanya mnaweka pamoja, anatuma upepo, anapuliza, vinaenda. Kwa hivyo hesabu yako ni ya 1 + 1 - 1 which is equals to 0. Hiyo ndio hesabu yako. Anasema ya kwamba anaendelea kusema, why, says the Lord of hosts, because of my house that is west, and you ran every man to his own house. Anasema kwa nini mnafanya mambo haya yote? Ni kwa sababu ya nyumba yangu ambayo inakaa sheki. Nyumba yangu ambayo inakaa hali mbaya. Na nyinyi, kila mtu akitoka hapa anakimbia anaenda kwa nyumba yake tamu. Anaingia anaweka tu yani mazingira mazuri. Lakini nyumba ya Bwana shida. Therefore the heaven over you is stopped from dew, and the earth is stopped from her fruit, and I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the land. Mungu anasema nini? Kwa hivyo kwa sababu ya mambo hayo yote, nimeita kiangazi. Nimeambia mvua mawingu yasilete mvua. Ndio maana watu wengi wanaelewa wanasema kuna kiangazi kwa mfuko, mvua inyeshi, mvua ya pesa hakuna, pasta ni kubaya. Wajua nini? Mungu ameamrisha mvua ya baraka zake izinyeshe tena. Ukienda kwa chakula hakuna, ukienda mifukoni hakuna, ukienda kwa ng'ombe zako, ng'ombe umekaa nayo haileti maziwa, ukienda chochote unachofanya na kazi ya mikono yako hakibarikiwi. Kwa sababu gani? Nyumba ya Mungu iko katika hali mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, narudia kusema neno hili sijalileta ndio nifaidike. Nimekuletea wewe ndio ujiulize, je, wewe ni mwizi katika nyumba ya Bwana? Are a robber? Ama wewe ni wale hawana imani? Ama wewe ni wale waliodanganywa? Neno la Mungu linasema kwamba tuwe waaminifu katika matoleo ya ambayo Bwana anatubariki nayo. Amen. Tuamini na tuombe. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya wakati mzuri ambao Bwana umetuletea neno lako kuhusiana na matoleo.
Hii ni dhambi ambayo Bwana kila mmoja wetu anahusika nayo. Tunaomba ukapate kutusamehe na utupe imani ya kujua kwamba tukikurudilia wewe na tuwe waaminifu katika zaka na matoleo yetu Bwana, hali zinazotukumba ngumu za kifedha na matatizo mengi utatuondolea Jehova, kwa sababu umeahidi kwamba tukikujaribu kwa njia hiyo, milango na madirisha ya mbinguni itawekwa wazi kwa sababu yetu. Bwana, tunaomba kwamba utujalie neema hata tunapokuwa tunashughulika na shughuli zetu za kutufurahisha sisi na watoto wetu, tukumbuke kwamba nyumba yako inatuhitaji. Utusaidie kuona kwamba nyumba yako iwe ya kwanza katika list, then mambo mengine yafuate. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Naomba tusimame, tuimbe namba 38. Tusimame namba 38. Twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu, mimi nawe, njia tonya tuijue, imo chuoni na mwenyewe, hapa asema njoo na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana wako Mwokozi, kuonana na milele kukaa. Wanana waje atwambia, furahini mkisikia, ndiye mfalme wetu pia, na tumtii. Njoo na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana kwako.